katika mkutano huu wa leo, sisi BAVICHA ni mkutano wetu wa tofauti kidogo. Wako wajumbe wa kamati ya utendaji ya BAVICHA taifa, wapo viongozi wakuu wa baraza, wote wapo hapa Dodoma. Popote pale mlipo, naomba mwapungie mkono wajumbe wa kamati ya utendaji ya BAVICHA taifa. Hawa vijana ambao nimewatambulisha sasa hivi, wengi wao umri wao hauzidi miaka 32. Nyie watu wa Dodoma, sisi watoto wenu huwa tukitembea huko duniani tunatukanwa, tunadhihakiwa, tunaambiwa sisi watu wa Dodoma ni wateja wa CCM. Sasa naomba leo niwapeni ujumbe mmoja. Pamoja na kwamba sasa hivi jenzi wa Dodoma mnatutoa kimasomaso watu wa Dodoma, lakini naomba niwaambieni ujumbe wa watu wa Dodoma, ili kesho na kesho kutwa maneno haya miyakumbuke na mimi niwe nimetimiza wajibu wangu. Hawa viongozi wote wa Chadema mnaoona hapa, hakuna ambaye anaweza kulala na njaa ikiwemo mimi. Wote tuna uwezo wa kuendesha maisha yetu. Wote tuna uwezo wa kula na kulala. Tumechagua kazi hii ambayo pengine inatishia maisha yetu kwa sababu tunajua huku duniani tumekuja kwa kusudi. Kwa sababu tunajua umaskini mlionao nyinyi sio mpango wa Mungu. Umaskini mlionao nyinyi watu Dodoma sio laana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni kwa sababu ya mpango wa CCM na mpango wenu nyinyi baadhi ambao mmekuwa wateja wa Chama cha Mapinduzi. Hivyo basi, na washukuruni jenzi wa Dodoma, mmeamka. Endeleeni kuwapelekea watu moto. Taifa hili mabadiliko yake yataletwa na sisi vijana. Hongereni sana jenzi, tuendelee na jambo hilo. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kuna kizazi kinaitwa Generation Y. Generation Y ni kizazi cha watu waliozaliwa mwaka 81 mpaka mwaka 96. Baada ya kizazi hicho kikaja kizazi kinaitwa Gen Z. Gen Z wao wamezaliwa mwaka 97 mpaka mwaka 2012. Sasa kizazi cha Generation Y chenyewe ulikuwa unaweza ukakifanyia mazingaombwe kikakushangaa, kikakushangilia. Ndio maana hata shuleni mazingaombwe, kwa sisi tuliosoma hizi shule za kawaida, walikuwa wanakuja watu wa mazingaombwe. Siku hizi kuna mazingaombwe shuleni? Kwa sababu kizazi cha sasa hivi ni kizazi cha kuhoji. Ukifanya jambo wanakuuliza umefanyaje, fanyaje, limewezekanaje. Wasipolielewa wanakukataa, wasipokuelewa wanakukataa. Sasa CCM ni mabingwa mazingaombwe, na mimi nitaombeni mfano miwili nje watu wa Dodoma kuhusu mazingaombwe ya watu wa CCM. Zamani sisi wakati tunakuwa hapa Dodoma, kuna watu walikuwa wanaitwa CDA, Capital Development Authority, mamlaka ya usawishaji makao makuu. Kila mtu alikuwa analalamikia CDA kwamba CDA wanatupola viwanja, CDA wanatuonea. CCM wakaona wananchi mnaipigia kelele CDA. CCM kwa sababu ni mabingwa wa mazingaombwe wakaifuta CDA mwaka 2017. Wakasema ardhi ya Dodoma itakuwa chini ya halmashauri ya jiji. Leo matatizo ya ardhi yaliyopo Dodoma, leo ardhi ikiwa chini ya halmashauri ya jiji ni makubwa kuliko ilipokuwa CDA. Kwa sababu hawajatatua tatizo msingi. Waliamini kusema ardhi iko chini ya jiji wametatua tatizo, kumbe walikuwa wanataka kuwapumbaza, kuwadanganya. Hawajatatua tatizo lolote. Zamani nyie wakazi wa Dodoma mlikuwa mkilima, hakuna mtu anakuletea mbolea, hakuna mtu anakusaidia chochote, unaenda kuuza mwenyewe mazao yako. Leo wameanzisha kitu kinaitwa nini? Stakabadhi ghalani. Stakabadhi ghalani ni mazingaombwe. Wao unalima kwa gharama zako, ukivuna uwapelekee watu mahali, wao ndo wanajua kupuzia. Na cha ajabu siku hizi gharama za mazao kupitia stakabadhi ghalani ni ndogo kuliko kipindi ambacho mlikuwa mnauza wenyewe. Hayo ni mazingaombwe, sio mazingaombwe? Sasa sisi Chadema tunasemaje? Ni lazima matatizo tulionayo kama taifa tutayatatua kwa kubadilisha mifumo ya uendeshaji wa taifa hili, kwa kuwa na katiba mpya. Na mheshimiwa mkuu, peoples, wewe RPC, wewe OCD unayesimamia mkutano huu, wale watu pale kawatoe
dakika 2 nyingi. Usipowatoa umma tutaenda kuwatoa. Peoples! Dodoma peoples! Peoples! Sasa sikilizeni makamanda. Sikilizeni makamanda. Wale wanatutishia achaneni nao. Polisi wanaenda kuwatoa, tuendelee. Peoples! Jana Peoples! Sasa tusikilizane, yale ya kule yameisha. Juzi hapa watu wengi wamesema, tumesikia taarifa za kwamba kwenye nchi hii ambayo utekaji. Makamanda Peoples, naomba huko sasa wote turudi kwenye mkutano, tuendelee na mkutano wetu. Hao wanatujaribu, tuachane nao. Turudi tuendelee na mkutano wetu, viongozi wetu wapo Siku za karibuni mmesikia wanasema hakuna utekaji. Sasa sisi tunawauliza, Deusdedith Kisoka yuko wapi? Mdude Nyagali yuko wapi? Amani Manengelo yuko wapi? Mambo haya ya kimazingaombwe kizazi cha vijana wa leo hakiwezi kuyakubali. Hatuwezi kukubali kwa sababu tunafahamu mnateka vijana kwa sababu hamtaki kukosolewa. Hamtaki kukosolewa kwa sababu hatujawachagua. Na sisi vijana wa Chadema hatutakubali kuwa vijana wa ndio bwana mkubwa. Hatutakubali CCM mtuelekeze au mtuamuru tufanye tunalotaka. Na Mheshimiwa Katibu Mkuu, naomba kwa niaba ya baraza la vijana pia niseme, sisi vijana wa Chadema ndio tumekuwa kwenye